Mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli yaani EPRA imetangaza ongezeko kubwa la bei ya mafuta, ambapo marekebisho ya hivi karibuni yameongeza bei kwa shilingi 28.69 kwa kila lita. Ongezeko hilo linatarajiwa kuathiri petroli, dizeli na mafuta ya taa, hali ambayo itaongeza mzigo kwa kaya na wafanyabiashara ambao tayari wanakabiliana na gharama kubwa ya maisha. Sisi ni watu wa matuktuk. Watu tunabeba watu Mshomoroni mpaka Mwembe. Watu wa Mshomoroni wanataka bei ni 50 kutoka huko Mshomoroni mpaka Mwembe. Kwa wakati wa rashi huwa tunabeba 70. Na hiyo 70 pia huwa hawataki. Sasa hivi mafuta imepanda. Hiyo bei itakuwa ngapi? Sababu sisi tunabeba 50 tunaumia. Utafutia 1000 hapo, ukibeba watu watatu kutoka Mshomoroni ni 150 mpaka hapo Mwembe. Sasa ufike hapo Mwembe napo ubangaize hivyo upate hiyo watu watatu tena urudi Mshomoroni ni 150 hivyo. Hata sisi wadereva tutakuwa hatupati chochote. Ufanye bidii upate 1000. Ukipata 1000 haya wewe na wewe ngangane upate ile ya kuwa utafika nyumbani upokelewe na wewe na bebe yako. Pengine umepata mfuko mdogo na kama umena wa 20, hiyo basi ndio sapa yako tayari na watoto wako hapo. Sasa hii maisha imekuwa ngumu kusudi hii mafuta imepanda. Madereva kote nchini wameonyesha wasiwasi wao kuhusu ongezeko hilo, wakisema kuwa gharama za usafiri huenda zikaongezeka, jambo litakalosababisha pia kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu. Waendeshaji wa magari ya uchukuzi ya umma wanatarajiwa pia kurekebisha nauli kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Jina naitwa Manuel Mnyamba. Mimi ni chairman wa matatu hapa, matatu za Mtwapa. Cha kwanza, maisha ni magumu kwa sababu sasa ukiangalia mafuta imepanda, hali ni ngumu, umelelewa. Na ikipanda mafuta ujue hata vyakula pia vyapanda. Hapa sasa hii matatu tunabeba 150. Umelelewa. Mafuta imepanda. Kweli tutabeba hiyo 150? Si itabidi tubebe 200. Na tukibeba 200 wabiria ndo wanaumia kwa sababu abiria nao ni watafutaji kama sisi. Umeelewa? Lazima tuangalie kote. EPRA hupitia bei za mafuta kila mwezi, na ongezeko hili ni miongoni mwa yaliyo makubwa kuwahi kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Watumiaji sasa wanaitaka serikali kuingilia kati ili kupunguza athari za gharama kubwa ya nishati. Majina naitwa Peter. Na ningeomba ili ombi langu ninasema hapa kwa serikali waweze kutusaidia, kwa sababu kwa hiyo hali yenye imekuwa sasa mafuta yamekuwa ghali, yamepanda, na kwa kazi yetu sisi itabidi sasa mahali kwa kuwa mtu nimbebe 50 itabidi mbebeshe kwa 100 kwa sababu mafuta sasa yako ghali. Majina naitwa Jose, nafanya kazi ya kuuza viazi. Sasa nakuta viazi imepanda na msiko pia inastiki kupanda na fare tena inastiki kupanda, just nifanyeje yani? Hata mimi hapo nashindwa. Serikali mimi naomba tu yani mafuta ishuke. Kwa majina ni Mbarak Yusuf, naishi Kisauni. Na transport kwa sasa haijapanda, lakini ikija kupanda itatoa affect sana, kwa sababu kuja huku itakuwa vibaya na watu waje huku kufanya vitu muhimu wengine wetu. Sasa ikipanda itatoa affect, hatutaweza kuja na tutaweza kufanya hivyo vitu. Hali hii imezua hisia mseto miongoni mwa abiria na madereva, huku swali likibakia ni je, serikali itatatua suala hili au la? Nikiripotia Swahilipot FM kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Tedhia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahilipot FM 91.7. Marhaba.